Bismillahirrahmanirrahim. Kwa tukaendelea katika muendelezo wa hadithi zetu, muendelezo wa kitabu chetu Fathul Qawiyul Matin fi sharh al-40 wa tatimmat al-50 cha Abdul Muhsin al-Abbad. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Amir al-Mu'minin Abi Hafs, ambayo katika ile lafdhi an-nubuwa ambayo ni matn ni innamal a'malu binniyat, hakika kila amali uzingatiwa kwa nia, wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mtu atapata kile alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi ikiwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ikiwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili aipate hiyo dunia, au imra'atin yankihuha, au mwanamke ili amuoe, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya kile alichokiamia. Sasa tulisherehesha hadithi mpaka tukafika kwamba hii hadithi ni miongoni mwa hadithi ambayo Uislamu unazunguka ndani yake, kama alivyonukuliwa Ibn Rajab al-Hanbali katika sharh yake maarufu akisema fa inna ad-dina, akielezea maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal, anasema fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'li al-ma'murati, hakika ya dini yote inarejea katika kufanya mambo yaliyoamrishwa, wa tarki al-mahdhurati, na kuacha mambo yaliyokatazwa, wa tawaqqufi anishubuhati, na kujizuia na mambo yenye utata. Wa hadha kulluhu tadammanahu hadithi Nu'man ibn Bashir, wa innama yatimmu dhalika bi amrayn. Anasema yote haya yamekusanywa katika hadithi ya Nu'man bin Bashir, ambayo ni hadithi maarufu ambayo sote tunaijua na ni hadithi ambayo tuliizungumzia. Tukasema kwamba Uislamu ni katika hadithi ambazo Uislamu unazunguka kwazo, katika hadithi ambazo Uislamu unazunguka kwa hadithi hizo. Tutaiongelelea hadithi ya Nu'man ibn Bashir baadaye, lakini anasema wa innama, hakika mambo yalivyo, yatimu dhalika bi amrayn, anakamilika hayo, yani kufanya mambo yaliyoamrishwa, kuacha mambo yaliyokatazwa, kujiepusha au kujizuia na yenye utata. Yote haya yanatimia kwa mambo mawili, kwa amri mbili. Ahaduhuma, la kwanza, an yakuna al-amal, ni iwe amali, fi dhahirihi, katika nje yake, ala muwafaqati sunna, iwe inafikiana na sunna. Kwa hiyo hii ndio amri ya kwanza. Haikamiliki hii, ama dini haikamiliki, ama Uislamu wa mtu haukamiliki, kwa sababu Uislamu unazunguka katika kufanya yaliyoamrishwa, kuacha yaliyokatazwa, kujiepusha au kujizuia na mambo ya shubuhati, mambo yenye utata. Kwa hiyo haya yote hayakamiliki isipokuwa kwa moja kati ya mambo, isipokuwa kwa amri mbili. Ambayo ya kwanza, an yakuna al-amal fi dhahirihi ala muwafaqati sunna, ni kuwa amal katika nje yake iwafikiane na sunna. Wa hadha huwa alladhi tadhammanahu hadithi Aisha, na hili ni ambalo kwamba limekusanywa katika hadithi ya Aisha, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika amri yetu ma laysa minhu, ambalo alikuwa katika amri yetu hii, fahuwa raddun, ni lenye kurudishwa. Kisha wathani, na ya pili, an yakuna al-amalu, niwe amali, fi batinihi, katika undani wake, yuqsadu bihi wajhi Allahi azza wa jalla, ikusudiwe kupitia hiyo amali, ama kwa hiyo amali, wajhi Allahi, matarajio, malipo kutoka kwa Allah, yani uso wa Allah azza wa jalla. Ni mtu atarajie malipo kwa Allah. Mtu akifanya amal akusudie kwamba amali ile Allah atamlipa kupitia amali ile, kama tadhammanahu hadithi Umar, kama vile ilivyokusanywa katika hadithi ya Umar, al-a'malu binniyat, kwamba matendo, kulipo kwa matendo kunazingatia nia. Kwa hiyo ndio maana hizi hadithi tatu
wanasema Alimamu Nawawi katika kukusanya kwake na katika kunukuu maulama, wanasema kwamba Uislamu unazungukia hapa. Minhum Alimamu Shafi'i, miongoni mwao ni Imamu Shafi'i akisema hizi hadithi tatu. Hadithi ya kwanza innamal a'malu binniyat ni thuluthi ya dini. Hizi tatu zote zinakuwa ni kwamba Uislamu mzima unazunguka hapo. Kwa hiyo tulifanya sharh, tukasherehesha mpaka tukafika, tulielezea kauli ya Mtume innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo tukaenda katika kauluhu wa innama likulli mri'in ma nawa. Nataka tuanzie hapo, japo tulielezea maneno, ningependa tuanzie hapo. Kwa hiyo anasema kauli ya Mtume wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kulingana na kile alichokinuia. Qala Ibn Rajab, anasema Ibn Rajab, na hapa tukimtaja Ibn Rajab tunarejea katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, ambayo ndio ilikuwa sharhi ya kwanza ya hizi hadithi, kwa sababu yeye alipokuja akaongeza zile hadithi 8. Alipoongeza zile hadithi 8 ikawa hadithi hizi ni hadithi 50 katika zile 40 alizokuwa kaziandika Alimamu Nawawi. Baada ya hapo kuongeza hadithi 8 akakaa akaunda sharh, na ni sharh iliyokuwa kubwa na iliyokuwa nzuri, ndio sharh ya kwanza. Ndio waandishi wa sharh mbalimbali kwa asilimia kubwa wanarejea sharh ya Ibn Rajab al-Hanbali. Kwa hiyo qala Ibn Rajab, tukimtaja Ibn Rajab hapa tunakusudia maneno yake aliyonukuu katika kitabu hiko. Anasema Ibn Rajab, ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawa. Maelezo annahu, kwamba mambo yalivyo, la yahsulu lahu min amalihi, upatikana kwake kutoka katika amali yake, yani amali, mtendaji atakapofanya amali kunapatikana kwake kupitia amali hiyo, illa ma nawahu, kile alichokinuia. Yani hakupatikani kwake kutokamana na amali yake, illa ma nawahu, isipokuwa kile ambacho mtu amekinuia. Fa innawa khairan, mtu akinuia khairi, hasala lahu khairan, anapata kwake khairi, kunapatikana kwake khairi. Wa innawa sharran, na mtu akinuia shari, hasala lahu sharrun, kunapatikana kwake shari. Mfano, tutapiana mfano. Watu wawili wamekuja katika swala. Kinje kidhahir tunaona kwamba wote wameingia msikitini kwa ajili ya swala, lakini mtu mmoja anataka kuswali lionekane amefika msikitini akaswali, kisha mtu mwingine amekuja kuswali msikitini ameielekeza ibada ile kwa Allah. Hawa watu wawili kinje, kimatendo yao ya nje, kuanzia takbiratul ihram mpaka taslim, wote muonekano wao ile ibada yao ni sawa, lakini kuna tofautiana malipo kulingana na kile kilichopo katika vifua vyao. Huyu ambaye ibada hajamuelekezea Allah anapata dhambi. Yule ambaye ibada ameielekeza kwa Allah anapata thawabu. Kwa hiyo mnaona nia inarudi, inafanya malipo yanakuwa tofauti. Kwa hiyo wa innawa sharran hasala lahu sharrun, mtu akinuia shari panapatikana kwake shari. Walaysa hadha takriran mahdha liljumlatil ula, na haya maneno si rudia tu ile sentensi ya kwanza, sababu ukiangalia sentensi ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile fungu la kwanza anasema innamal a'malu binniyat. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anarudia matendo yenyewe, anazungumzia matendo yenyewe. Kisha sentensi ya pili wa innama likulli mri'in ma nawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamzungumzia mtendaji. Kwa hiyo tunaendelea, anasema fa innal jumlatal ula, hakika fungu la kwanza, hiyo sentensi ya kwanza ambayo tumeisoma innamal a'malu binniyat, dallat ala anna salahal amal, imejulisha kwamba kusilii kwa matendo, wa fasadahu, na kufisidika kwake au kuharibika kwake, bihasabi niyatihi, ni kwa sababu ya nia yake, almuqtadhiya lilijadi, yenye kupelekea kupatikana hilo tendo, almuqtadhiya liijadihi, kupelekea kupatikana kwa tendo hilo lenyewe. Kwa hiyo anaendelea anasema wal jumlata thania, na fungu la pili ambalo ni wa innama likulli mri'in ma nawa, dallat ala anna thawaba al-amili
inajulisha kwamba kupata thawabu kwa mtendaji ala amalihi, juu ya tendo lake lile. Kwa hiyo ya kwanza, fungu la kwanza ni la kitendo chenyewe, kitendo chenyewe. Jumlatul ula dallat ala anna salaha al-amali wa fasadahu bihasabi niyyati al-muqtadhiya liijadi. Kwa hiyo ya kwanza inajulisha kwamba kusilihi kwa matendo na kufisidika kwake ni kwa sababu ya nia yenye kupelekea kupatikana hilo tendo. Fungu la kwanza ni la tendo. Kisha la pili, wal jumlata thania, na fungu la pili au sentensi ya pili, dallat ala anna thawaba al-amili, inajulisha kwamba kulipwa kwa mtendaji, kupata thawabu kwake kwa mtendaji, ala amalihi, juu ya amali yake. Mtendaji kupata thawabu juu ya amali yake, bihasabi niyyati, ni kwa sababu ya nia yake, bihasabi niyyatihi, ni kwa sababu ya nia yake, as-saliha, iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo ya pili nazungumzia mtendaji mwenyewe atakapokiendea kitendo kwa nia nzuri. Kitendo chenyewe kimeshazungumziwa kwamba kitendo chenyewe kizuri, akakiendea kwa nia nzuri, huyu mtu anapata thawabu. Wa anna iqabahu, na kuadhibiwa kwake, alaihi, juu ya tendo hilo, bihasabi niyyatihi alfasida, ni kwa sababu ya nia yake iliyofisidika. Kwa hiyo mtu atakapoendea tendo kama kaswalati, kama vile swala, mtu ikawa nia yake ni watu wamuone kwamba kaswali, yeye kaliendea tendo lakini nia yake sio nia ya kheri. Kwa hiyo huyu mtu ataadhibiwa, yani atapata dhambi kwa Allah. Vile vile huyu mtu aliendea swala, nia yake ikawa ni nia iliyokuwa salih, nia yake ikawa ni nia iliyokuwa nzuri, analipwa kulingana na nia ile na anapata thawabu kwa tendo lile. Kwa hiyo anaendelea anasema wakad takunu, niyatahu mubahatan, huenda nia yake ikawa ni mubah, fayakunu al-amalu mubahan, basi tendo hilo linakuwa mubah. Yani ikiwa nia yake kuliendea tendo fulani, mtu akaendea nia yake kwa nia ya kwamba tendo hili ni mubah, yani haitarajii malipo kutoka. Na hapa tunazungumzia matendo ya adati. Tunasema mtu akaendea kitu kama chakula, umeenda tu kula kiada, ile hali apate nguvu, hali apate nguvu ya kufanya kazi zingine, lakini sio masala ya ibada. Inakuwa tendo lile linaingia katika uhalali, fala yahsulu lahu bihi thawabun wala iqabun, hapa patikani kwake, yani kupitia tendo hilo, thawabu, malipo, wala iqabu, wala adhabu. Fal amalu fi nafsihi, basi tendo lenyewe, yani katika nafsi yake, salahuhu, kusilihi kwake, wa fasaduhu, na kufisidika kwake, wa ibahatuhu, na kuwa tendo hilo halali, bihasabi niyyatil hamilati alayhi almuqtadhiya liijadihi. Na tendo hilo ni kwa sababu ya nia yake yenye kupelekea kupatikana hilo tendo. Wa thawabu al-amili, na kulipwa kwa mtendaji au kupata thawabu kwa mtendaji. Wa iqabuhu, na kuadhibiwa kwake. Wa salamatuhu, na kuwa kwake salama. Bihasabi niyyati allati biha swara al-amalu salihan au fasidan au mubahan. Hiyo ni kwa sababu ya nia yake, kwa sababu ya nia yake allati, ambayo kwamba biha, kupitia nia hiyo, swara al-amalu salihan, tendo linakuwa jema, au fasidan, au linakuwa linafisidika, au mubahan, au linakuwa mubahan. Kwa hiyo anaendelea katika fungu la pili. Almuallif amemaliza kusherehesha kwamba mtu atakapoliendea tendo, yani kusilihi kwa tendo na kuharibika kwa tendo, na kuwa tendo hilo likabaki katika hali ya uhalali, yani mtu ategemei madhambi, kabaki kwa mubaha, ategemei thawabu wala ategemei dhambi, kunapatikana ni kwa sababu ya nia yake ambayo inapelekea kupatikana hilo tendo. Kisha kulipwa kwake, wa thawabu al-amili, kulipwa kwa mtendaji, wa iqabuhu, na kuadhibiwa kwa mtendaji, wa salamatuhu, na mtendaji kubaki salama, bihasabi niyyati allati biha swara al-amalu salihan, ni kwa sababu ya nia yake ambayo tendo limekuwa jema, au fasidan. Kwa hiyo tendo likiwa jema analipwa thawabu kama tulivyosema, au fasidan, au tendo likawa limekuwa ovu, likafisidika, pale ndo anapata iqab, anapata madhambi kwa Allah. Au mubahan, mubahan, anabaki katika hali ya usalama, apati thawabu wala apati dhambi.
Naam. Kwa hiyo tunaendelea, qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kauli ya Mtume, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule ambaye kumekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Yani mtu kahama kwa ajili ya kuhifadhi dini, basi kuhama kwake ni kwa ajili hiyo, kuhifadhi dini. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ikiwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili aipate dunia, imra'atin yankihuha, au mwanamke amuoe, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya hicho alichokihamia. Kwa hiyo anaendelea katika kusherehesha almuallif Abdul Muhsin al-Abbad, anasema al-hijra min al-hajri. Hijra inatokana na neno hajra, wa huwa at-tarku. Hii ni maana ya kilugha, nao ni kuacha. Lakini shar'an, tukirudi maana ya hijra kisheria, tarku ma yakrahu Allahu wa ya'bahu, ni kuacha yale ambayo Allah anayachukia na kuyakataa. Kama vile mtu kuacha ovu akaendea kheri, hiyo pia inakuwa ni hijra kisheria. Hiyo ni kuhama. Mtu kuacha matendo yake machafu kuendea matendo yaliokuwa mazuri, inakuwa ni kuhama. Kwa hiyo atarku maana yake ni kuacha. Watakunu bitarki baladil khawfi ila baladil amni, na inakuwa ni kuacha mji wa hofu, mji ambao una husuma, una vita, una kero, kwenda kwa katika mji wa amani. Kale hijratu min Makkah ila al-Habasha, kama vile baadhi ya maswahaba alivyohama kutoka Maka kwenda Habash, kwa sababu Maka kulikuwa ni sio mahali pa kukalika, kabidi kuja kutafuta nchi iliyokuwa na amani, kwenda Habash. Kadhalika watakunu min biladi al-kufri, na inakuwa hijra kutoka katika mji wa kikafiri ila biladi al-Islam, mpaka mji wa Kiislamu. Kal hijrati min Makkah ila al-Madina, kama kuhama kwa Waislamu kutoka Maka kwenda Madina, kama kuhama kutoka kwa Maka kwenda Madina. Waqad intahatil hijratu ilaiha bifathi Makkah, na kumeisha hijra, yani ile hijra kutoka Maka kwenda Madina baada ya kufunguliwa kwa Maka, kwa sababu Maka sasa umekuwa ni mji wa Kiislamu. Kwa hiyo hakuna mtu akasema yeye amehama kutoka Maka kwenda Madina kwa sababu Maka sio mji wa Kiislamu, la. Kwa hiyo hijra ya mtu kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya kuinusuru dini na kuwa hakuna tena yani. Wala hijratu min biladi shirki, na kuhama kutoka katika mji wa shirki ila biladi lislam, mpaka katika mji wa Uislamu. Baqiyatun ila qiyami saa, kuna baki mpaka kiyama. Kirudi katika maneno ya al-Imam Ibn Abdul Wahhab akielezea maarifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, al-aslu thalith, nadhani katika usulu thalatha, yanasema wabaladuhu Makkah, na mji wa mtume ulikuwa ni Makkah. Wahajara ila al-Madina, na akahama kwenda Madina. Ba'athathu Allahi bin nidharati ani shirki wa bid'awati ila tauhid. Mungu alimtumiliza, yani aliletwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuonya dhidi ya shirki na alinganie tauhid. Kwa hiyo tunaendelea, ukisoma maneno mpaka mwisho kizungumzia kuhusu hijra. Wa baadaha umira bil hijra ila al Madina, mtume akaamrishwa kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Wal hijratu al-intiqalu min baladi shirki ila baladi al-Islam, na hijra ni kuhama kutoka katika mji wa shirki kwenda katika mji wa Uislamu. Kisha anaendelea Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika usulu thalatha, anasema wal hijratu faridhatun, na kuhama ni faradhi, ala hadhihi al-umma, juu ya umma wetu huu, min baladi shirki, kutoka katika mji wa shirki, ila baladi al-Islam, kwenda katika mji wa Uislamu. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saa, na kuna baki huko mpaka kusimame kiyama. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli ya Allah aliyetukuka,
innal ladhina tawaffahumul malaikatu kwa hakika mambo yalivyo, alladhina, wale ambao kwamba tawaffahumul malaika, wanawafisha wao malaika, dhalimi, hali ya kuwa wao wamedhulumu nafsi zao, anfusihim, dhalimi anfusahum, hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao, qalu fima kuntum, nasema katika hali mliokuwa nyinyi, qalu kunna mustad'afina, tulikuwa tumedhoofishwa fil ardhi, katika ardhi. Qalu alam takun ardhullahi wasi'a, je, haikuwa ardhi ya Allah pana yenye wasaa, fatuhajiru fiha, mhame katika ardhi hiyo. Kwa hiyo wale watakaobaki katika miji ya shirki, katika Waislamu wakabaki katika miji ya shirki, wakaishi katika shirki, kisha wakafa katika shirki yao, watakuwa wanajitetea kwamba wao walikuwa wamedhoofishwa. Anaambiwa, je, haikuwa ardhi ya Allah pana? Ndio maana hii hijra inakuwa ni yenye kubaki mpaka kiyama saa, mtu atakapoishi katika mji ambao umruhusu yeye kufanya ibada zake au umruhusu yeye kudhihirisha Uislamu wake, anaishi na hofu na uoga, kunaitakiwa kwake kufanya hijra. Fa ulaika ma'wahum jahannam, hawa wanaosema hawakuhama kwa sababu walikuwa wamedhoofishwa, inakuwa mafikizio yao ni motoni. Kwa hiyo haya masala ya kuhama huku wa kuishi, japo hadithi aya hii ilishukishwa kwa sababu ya fungu fulani, lakini pia inatumika kwa ajili ya kuambia watu kwamba hijra kuna baki. Mtu hawezi jitetea kwa Allah kwamba hakuhama kwa sababu labda alikuwa amedhoofishwa na kitu fulani, au labda nini kadha wa kadha, kisha akaenda kwa Allah akiwa na shirki chungu nzima, kisha kujitetea kwake ukawa ni upo, Allah anakuadhibu na baki motoni. Illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i walwildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, ambao watu kwao walikuwa hawawezi kufanya chochote, wamedhoofishwa kutokamana na hali iliyowafanya wasiweze kuhama. Faulaika asallahu an ya'fua, huenda Allah akawasamehe hawa, Kwa hiyo ukirudi pia katika maneno mengine ya Allah, nadhani surat Al-Ankabut, ya ibadi alladhina amanu inna ardhi wasi'atun, hakika ardhi ni pana, enyi ambao kwamba mmeamini, enyi waja wangu ambao kwamba mmeamini, hakika ardhi wasi'a ni pana, fa iyaya fa'budun, na kwangu mimi tu ni abudun. Kwa hiyo swala la hijra ni swala lenye kubaki, mtu kuhama kutoka katika mji wa shirki kwenda katika mji wa Uislamu ni jambo ambalo ni faradhi kwa Muislamu kulifanya. Utakapokuwa umeishi wewe katika miji ya mitungiri, miji ya mambo mengine machafu, miji ya bid'a za kumkufurisha Allah, wewe umekaa katika mahali dua isomwi mpaka pafukizwe maubani, maudi, wewe unakwenda kuswali, unaonekana ni ibada gani unayoifanya kwa sababu umewafikiana na sunna, kwako wewe kunahitajika kuhama. Qala al-Baghawi rahimahullah, kielezea hiyo, nazalat hadhihi al-aya, Allah alishteremsha hizi aya, fil muslimina alladhina bimakkata wa lam yuhajiru, wale waislamu ambao walikuwa Makka kisha wakuhama, nadahumullahu bismil imani, Allah akawalingania wao kwa jina la imani. Kwa hiyo wadalilu ala alhijra min as-sunna qawluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, la tanqati'u al-hijratu, akumaliziki kuhama, hatta yanqati'u at-tauba, mpaka kukatike tauba, wala yanqati'u at-tauba, wala tauba ikatiki, hatta yatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka jua lianze kuchomoza magharibi kwake. Yani inaonyesha kwamba hijra ni jambo lenye kubaki ila qiyami saa, mpaka kusimama kwa kiyama. Kwa hiyo tunawahusia Waislamu wale ambao wamedhoofishwa katika miji waliomo, mtu amekaa katika sehemu labda kijiji ambacho Uislamu haupo,
unamzuia yeye kuisoma dini yake, anakuwa anafanya ibada yake kwa kubahatisha bahatisha, kwa sababu imani haikamiliki isipokuwa bil yaqin. Imani haikamiliki ikawa imekamilika isipokuwa kwa yaqini. Kwa hiyo utakapokaa mahali wewe kujifunza dini tabu, swala tabu, misikiti hakuna, yani hali ni ngumu. Hama ukisome dini, labda uje urudi uwe mlinganizi wa watu katika dini, lakini kiwa nyote hamjui na mnasikia da'wa na mnajua maneno fulani, kuna mahali kunafundishwa dini, kisha nyie mkabaki katika ujinga wenu, au mkabaki katika kufuri zenu, au mkabaki katika shirki zenu, au mkabaki katika bid'a zenu na dhalalati zenu, mnakwenda kwa Allah kuadhibiwa. Kuna udhuru kwa hilo, kuna. Kwa hiyo kunawajibika Waislamu kuhama kwenda katika miji ya Uislamu watakapodhihirisha Uislamu wao, ambapo watafanya matendo pasina wao kusimamishiwa hukumu za kitawaghuti. Kwa hiyo tunahusia Waislamu, wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi yule ambaye kwamba kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Kwa hiyo ittahada fihi ashartu wal jazaa, vimeungana ndani yake sharti na malipo. Sababu katika asli, hata si Kiarabu pekee, katika asli, hata katika lugha, sharti huwa linafaa kuja na malipo yake. Lakini ukiangalia hapa lafzi aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sharti na malipo vinafanana. Kama vile useme faman qama, yani inakuwa jambo hilo halina maana, basi alisimama amesimama, na kuwa halina maana, kwa sababu makusudio ya kuleta sharti ni kwamba lau sharti lisipotimia basi kuna kitu fulani kinakuja. Yani kama tulivyosema, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno machache yenye maana pana, maneno machache yenye maana pana. Kama vile mtu aseme faman qama, faman akala, aliyekula amekula. Neno ambalo ni sentence ambayo haina maana kabisa katika lugha. Kisha anaendelea anasema wal aslu ikhtilafuhuma, asli ni kutofautiana, yani sharti inafaa kutofautiana na malipo. Ya shartu wal jazaa'u zinafaa kuhitilafiana, yani sharti inaleta sharti, kisha baadaye kutimia kwa hilo sharti kunakuja malipo. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile man shartiya faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, kisha akarudia maneno hayo fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, inakuwa neno kiasli ya lugha halina maana. Kwa hiyo tunaendelea, wal maana, muallif anaelezea maana. Sasa maana, man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi niyatan wa qasdan, yule ambaye kwamba kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, niyatan wa qasdan, kinia na makusudio, yani yeye katika moyo nia yake na kusudio lake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi thawaban wa ajran, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, thawaban, kwa malipo ya kheri, wa ajran, na ujira, au shar'an wa hukman. Hiyo maana ya maneno ni kwamba man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi niyatan wa qasdan fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi shar'an wa hukman, yule ambaye atahama kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, niyatan wa qasdan, kwa nia na makusudio, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, shar'an, kisheria, wa hukman, akihukumu, huyo anahukumiwa kwamba yeye amehama kwa ajili ya kuilinda dini, kwa ajili ya Allah na mtume wake, na anapata thawabu. Faftaraka, kisha vikatofautiana. Yani ukisema hivyo, maana ikikaa hivyo, kunakuwa kuna tofauti sasa baina shartu wal jaza. Lakini neno likibaki vile vile kama lafdhi ilivyokuja kwa mtume, faman kanat hijratuhu, ilivyotoka kwa mtume, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yakuwa neno ile sentence hii inakuwa haina maana. Lakini maana yake man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi niyatan wa qasdan fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi thawaban wa ajran, au shar'an wa hukman. Faftaraka, vikatofautiana. Qala Ibn Rajab, anasema Ibn Rajab, bado maneno tukianukuu kutoka kwa Ibn Rajab,
tunazingatia kitabu chake ambayo ni sharhi iliyokuwa kubwa na iliyokuwa nzuri ambayo tumeitaja, Jami'ul Ulumi wal Hikami. Qala Ibn Rajab, amesema Ibn Rajab, lamma dhakara sallallahu alayhi wasallam, alipotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna al-a'mala bihasabi niyyati, kwamba amali ni kwa kadri ya nia, wa anna haddu al-amili, na hakika fungu la mtendaji, min amalihi, kutoka kwa katika matendo yake, niyatuhu min khairin au sharri, ni ile nia yake kutokamana na khairi au shari. Kwa hiyo fungu la mtendaji, ile thawabu za mtendaji kutokamana na matendo yake, kunazingatiwa nia yake, yani ni ile nia yake, min khairin au sharri, kutokamana na khairi au kutokamana na shari. Wa hatani kalimatani, na hizi na haya maneno mawili, jami'atani, yenye kukusanya, wa qaidatani, kulliyatani, kanuni mbili. Yani haya maneno haya, jumla ya kalima ni yenye kukusanya kanuni mbili za kiujumla. La yakhruju anhuma, ile innamal a'malu binniyat, la yakhruju anhuma shay'un, hakitoki chochote, hakitoki chochote, yani hayo mawili, shay'un, kitu chochote, hakitoki. Mambo yote ya dunia yanaingia katika hayo mambo mawili, amal na nia. Kulipo kwa matendo kunazingatiwa nia, na kutoki chochote katika vyote vinavyofanyika katika dunia isipokuwa vinaingia katika hayo mawili. Dhakara ba'da dhalika, kataja baada ya hayo, mithalan, mifano, min amthalil a'mal, kutokamana na mifano ya matendo, allati suratuha wahida, ambazo sura zake ni moja. Mfano ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutumia ni sura yake ni moja. Ukiangalia ule mfano, sura yake ni moja, yani mtu kahama, huyu kahama. Ukiangalia tu kimatendo ni kwamba wote wamehama, labda wote wametoka Makka kwenda Madina, wote wakatoka Makka, lakini huyu analipwa kwa sababu yamehama kwa ajili ya kuilinda dini, huyu mwingine amehama kwa ajili ya kuitafuta dunia na au kuoa mwanamke. Kwa hiyo inakuwa ni mambo haya, kunalipwa mtu kulingana na yale kulingana na nia yake ndani ya moyo. Matendo kinje yanakaa kana kwamba yote mawili ni sawa, wote wamehama kwa ajili ya Allah, lakini kiundani, kwa nia ya watu, kwa nia ya hawa wawili, inakuwa ni mmoja anapata thawabu na mmoja analipwa kulingana na kile alichokiendea. Kwa hiyo tunaendelea. Mtume amepigia mfano, allati suratuha wahida, ambao sura yake ni moja, wa yakhtalifu salahuha, na vinahitilafiana, ni kutengama kwake, wa fasaduha, na kufisidika kwake, bi ikhtilafi niyyat, kwa kuhitilafiana nia, yani kwa kutofautiana nia. Haya matendo yanakuwa kusilihi kwake na kufisidika kwake kuna tofautiana kulingana na kutofautiana kwa nia. Wakaannahu yaqul, na nikana kwamba sema, sairul a'mal ala hadwi hadha almithal, yani aliyobaki yote ya matendo ni juu ama yanafuata mfano huu. Matendo yote katika dunia yanafuata mfano huu, yani tendo kinje, katika sura yake ya nje, huenda tendo hilo likawa ni moja. Nimepatia mfano mwingine, kaswalati, kama vile swala. Mmoja anaswali kwa ajili ya watu wamuone, na mwingine anaswali kaielekeza ibada ile kwa Allah. Hizi ibada zote mbili kisura yake ya nje ni ibada sawa, lakini mmoja anapata dhambi na mwingine anapata thawabu. Kwa nini? Kwa kuhitilafiana nia zao ni tofauti. Kadhalika katika kuchinja, na baadhi ya watu wanachinjia mizimu, nia yao ni kuwafurahisha mizimu, na kuna mtu anachinja tu kwa ajili ya Allah. Wote wawili hao ukiwaona wameshika visu, huenda wote wawili wakamtaja Allah, lakini lile kusudio lao la kuchinja, huyu kakusudia majini, mwingine kamkusudia Allah. Tendo ni moja katika sura, katika muonekano, kila kitu, lakini kinia, huyu anaingia katika shirk, huyu mwingine anaingia katika ibada na imeelekeza ibada ile kwa Allah, na kwa hiyo anapata ujira. Yule wa shirki atakwenda kuadhibiwa na Allah.
Kadhalika matendo yote mengine yote yanafuata mfano huo yote, yani hakuna tendo linaloponyoka katika mifano hii, katika jinsi hii. Matendo yote mawili yakawa sawa, lakini nia kama vile mtu katika nia ya kuoa kwenda kuwatazama mabinti, katika nia ya kwenda kuwatazama mabinti, wote wawili wameenda kuwatazama mabinti, lakini mmoja kaenda kutazama kwa nia la kuoa, kisha mwingine kaenda kutazama kwa nia ya kufurahisha nafsi, yani akawatazame tu mabinti afurahi. Huyu mmoja anapata dhambi, mmoja anapata dhambi. Kwa hiyo inakuwa matendo yote hayahepi mifano hii. Mfano uliopeanwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, matendo yote yanazungukia hapa. Waqala aidan, na akasema Ibn Rajab, fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hadhihi al-hijrata takhtalifu bi ikhtilafi an-niyyat wa maqasidiha, kwamba kuhama huku kuna itilafiana kwa kuitilafiana kwa nia, wa maqasidiha wa maqasidi biha, na kusudio kwa hayo. Yani mtu akahama kwa ajili ya hiki, mwingine akahama kwa ajili ya ihtilafu yake, ni kwa kuhitilafiana kwa nia, lakini wote wawili wanakuwa wamehama. Watu wawili wanaweza toka hapa wakaenda Madina. Mmoja ameenda Madina kwa ajili ya kuisoma dini, kisha labda mimi nimehama kwenda Madina kwa ajili ya kuitafuta dunia, ni kwenda ndo kufurahi kukaa Madina. Mimi ninakuwa Allah ananilipa kulingana na kile nilichokiendea. Yule mwenzangu anakuwa malipo yake tayari yameshajulikana, malipo yake kwa sababu yeye kaenda kwa ajili ya kuilinda dini, na kwa malipo yake ila Allahi wa rasulihi shar'an wa hukman. Kwa hiyo ndio hivyo mifano. Kisha anaendelea anasema, faman hajara ila daril islam, basi yote mwenye kugura kuelekea katika mji wa Uislamu, hubban lillahi wa rasuli, kwa ajili ya mapenzi ya Allah na mtume wake, wa raghaban fi ta'limi dini lislam, na kupendelea ni yale mapenzi ya kuitafuta dini ya Uislamu, wa idhhari dinihi, kuidhihirisha dini yake, haithu kana ya'jizu anhu fi dari shirki, kwa upande ambao walishindwa kudhihirisha katika mji wa shirki, fahadha huwa almuhajiru ila Allahi wa rasulihi haqqan, huyu ndiye aliyehama kwa ajili ya kuenda kwa Allah na mtume wake haqqan, ndio muhajiru wa kweli. Ndio muhajiru wa kweli, mtu amehama ila dari alislam, kuelekea katika mji wa Uislamu, hubban lillahi wa rasulihi, kwa mapenzi ya Allah na mtume wake, wa raghaban fi ta'limi dini alislam, na mapenzi katika kuitafuta dini ya Uislamu, katika kuijua dini ya Uislamu, wa idhhari dinihi, na kudhihirisha dini yake, haithu kana ya'jizu anhu fi dari shirk, kwa upande ambao walishindwa kudhihirisha katika mji wa shirk, fahadha huwa almuhajiru ila Allahi wa rasulihi haqqan, huyu ndiye aliyehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, kuhama kwa ukweli. Wakafahu sharafan, kisha linatosha hilo kuwa ni sharafan, utukufu, wa fakharan, na ufahari, annahu hasala lahu ma nawahu min hijratihi ila Allahi wa rasuli, ambapo kumepatikana kwake maana wao kile alichokinuia, min hijratihi ila Allahi wa rasuli, kutokamana na kuhama kwake kuelekea kwa Allah na mtume wake. Walihadha almaana iktasara fi jawabi hadha shart, na hii ndiyo maana ambao mtume akafupisha katika jibu ya sharti hili. Kuna sharti mtume alifupisha jibu lake, akisema faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, mtume akafupisha jibu lake fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kwa hiyo ndio hiyo maana yake, ndio hivyo tulivyosema, mtu akihama ila Allahi wa rasulihi niyatan wa qasdan, basi kuhama kwake inakuwa ni kwa Allah na mtume wake, shar'an wa hukman. Na anaendelea kuelezea hapa, mtu katoka mji wa Uislamu hubban lillahi wa rasulihi, kisha na yale mapenzi ya kuitafuta elimu ya dini, kisha katika hali ya kudhihirisha Uislamu, basi huyo ndo muhajiru wa haq, huyo ndo amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake haqqan. Wakafahu sharafan wa fakharan annahu hasala lahu ma nawahu min hijratihi ila Allahi wa rasulihi. Kwa hiyo anapata kunapatikana kwake kile alichonuia kutokamana na kuhama kwake ila Allahi wa rasulihi. Walihadha almaana, na kwa ajili ya maana hii,
kwa ajili ya maana, lihadha, kwa ajili ya hili, almaana, maana, iktasara fi jawabi, mtume akafupisha katika majibu, hadha shart, ya sharti hili, ala i'adatihi bilafdhi, kulirudia kwa tamko lile lile, mtume karudia ili kufupisha. Ndio maana tuliyoielezea hapo, li anna husula ma nawahu bihijratihi nihayatul matlubi fi dunya wal akhirah. Kwa sababu hiyo, li anna husula, kwa sababu ya kupatikana maana wao kile alichonuia, bihijratihi, kwa hijra yake, nihayatul matlubi fi dunya wal akhirah, ndio ukomo wa kile kinachotafutwa katika dunia na akhira. Sisi wanadamu katika maisha yetu sisi tunatafuta radhi za Allah, yani tunatembea katika dunia, lakini tunatembea katika dunia mwendo wa kwamba safari yetu ni kuenda kumuona Allah. Huo ndo ukomo wa amali zetu katika dunia, ni nia ni kumtakasia Allah matendo na kuenda kwa Allah kuyapata malipo ya matendo hayo, ili tuweze kuingia katika rahma za Allah, vile vile tuingie peponi. Hili alitokei kwa kufanya mambo yaliyoharamishwa, na miongoni mwa mambo yaliyoharamishwa ni mambo ya kuzushwa. Iyyakum wa muhadathatil umur, mujiepushe sana na mambo ya kuzushwa zushwa, mambo mapya yanakuja katika dini. Watu wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika kuieneza dini, faqad za'ama anna rasula sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Watu wanaona kwamba Mtume kuna vipengele katika dini aliviacha, kwa hiyo wanakuja kumkamilishia Mtume dini. Ndio pale ukaona watu wanakuja na ibada potofu, wanakuja na mambo ya maulidi, watu wanakaa na kusanyika kwa ajili ya kufurahisha matumbo yao, kwa ajili ya kuwaigizia manaswara na Mayahudi kwa idi zao walizozifanya kwa Nabii Isa, na mambo yana mwanzilishi nao marafidha. Ndio ukienda katika yale yanayofanywa katika maulidi unakuta yote kwa ujumla yanaingia katika kufuru. Kwa hiyo katika matendo, katika amali, mtu anapofanya matendo amuelekezee matendo yale Allah. Na tumesema kuna masharti mawili kama tulivyotaja hapo nyuma. Masharti mawili ya kukubaliwa kwa matendo ni kwamba yakuna al-amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunna, na hii imekusanywa katika hadithi ya Aisha, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Kadhalika ya pili, sharti la pili la kubaliwa amal ni kwamba mtu amtakasie nia Allah, mtu afanye matendo kwa ikhlas, ambao hii ni an yakuna al-amalu fi batinihi yuqsada bihi wajhi Allah azza wa jalla, kama tadhammanahu hadithi Umar, al-amalu binniyat, kama ilivyokusanywa katika hadithi ya Umar. Matendo ni kwa ajili ya nia. Kwa hiyo mtu yote atakapoliendea tendo, angalia masharti mawili. Je, tendo hili kinje limewafikiana na sunna au la? Ama je, tendo hili kiundani nimemtakasia Allah nia? Sasa anakwenda mtu katika ibada ambayo Allah ameielekeza kwamba ni ibada ya kisheria, lakini ibada ile mtu anaifanya kwa ajili ya yeye kuonekana, anafanya riya, fanya shirki. Na mwingine yeye kamkusudia Allah na anaifanya ibada ile kwa kumwelekea Allah, na kadhalika anaifanya ibada ile kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wawili hawapo sawa, na ndo wanaofanya hao maadui wa Uislamu kwa kuleta idi ambazo hazijakuwa katika sheria. Watu wanamtukuza mazazi ya Mtume, yani kwa utukufu wake katika mara moja kwa mwaka. Wallahi hili jambo hawakulifanya salaf kabisa, pamoja ma qiyamil muqtadhi, pamoja na kuwepo kwa muktadha wa kufanya jambo hili. Kiwa muktadha wa jambo hili ni kumsherekea Mtume, basi muktadha wa jambo hili ulipowepo paka wakati wa maswahaba, kwa sababu wao walikuwa na mahaba hata kutushinda sisi. Fa inna kamali mahabbati, hakika ukamilifu wa kumpenda Mtume, mutabaati, katika kumfuata yeye Mtume, wa ihya'i sunnatihi, na kuhuisha sunna zake, batinan wa dhahiran, kwa unje kwa undani na kwa unje. Ukiona mapenzi kamili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata Mtume. Hao ndo mapenzi, lakini si kumkhalifu Mtume, sababu Mtume kashasema
watakaoishi baada yangu, fasayara ikhtilafan kathiran, wataona tofauti nyingi. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidina al-mahdiyyin, ni juu yenu sunna zangu mimi na sunna za makhalifa waongofu. Hiyo mtume, huo ndo muongozo aliotupatia. Ni lau mtakuja katika dunia mtayaona mambo mengi mengi ambayo mtume alikuwa keshayatabiri. Watu wanakuja na hiki na kile na hiki na kile, inakuwa ni katika makosa. Ndio ukirudi katika vitabu vya maulama wamekemea jambo hili, sababu jambo hili alikuwa katika dini, man ibtadaa fil islami bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Yoyote atakayezua katika dini kisha akaona kwamba kafanya uzushi uliokuwa mzuri, wenyewe wana maneno bid'a hasana. Alimamu Malik anasema faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, huyu mtu amemtuhumu Muhammad kwamba yeye kafanya khiana katika kuieneza dini. Na ndo wanakuja na akili zao za kijinga jinga. Ndo maana Imam Shafi anasema yote atakayekuwa sufi fi awwal an-nahar lam ya'ti alayha adh-dhuhr illa wajadtu ahmaka, mtu atakapokuwa sufi asubuhi haimjii mchana isipokuwa kashakuwa mwehu, anakuwa kama mwenda wazimu. Na ndio mnaona vituko wanavyovifanya ni mambo ya kiuenda wazimu. Hata mtoto mdogo hawezi fanya mambo kama yale, kucheza misikitini, wanaume kupiga madufu, sijui watu wanakusanyika kwa ajili ya makulati hao, wanapelekwa na matamanio yao. Kwa hiyo ndio hivyo kama tulivyosema kwamba matendo amal ziambatane na sunna. Kisha anaendelea anasema, waman kanat hijratuhu min dari shirki ila dari alislam, na yule ambaye kwamba kuhama kwake ni kwa kutoka katika miji ya shirki kwenda katika miji ya Uislamu, litalabi dunia, kwa kuitafuta dunia, yusibuha, ili aipate dunia hiyo, au imraatin yankihuha, au mwanamke amuoe, fi dari alislam, katika huo mji wa Uislamu, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi min dhalik, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya kile alichokiamia kwa hilo. Fal awwalu tajirun, wa kwanza ni mfanyibiashara, mtu akatoka Kenya akaenda Madina kwa ajili ya biashara, yani alipo kwa kile alichokiamia. Wa thani khatibun, na wa pili ni mwenye kuposa au mwenye kuchumbia, mtu ametoka Kenya ameenda Maka kwa ajili ya mwanamke, analipwa kwa hilo. Walaisa wahidun minhuma bimuhajirin, na hakuna wahidun minhuma, mmoja kati ya hawa, bimuhajirun, muhajir wa kweli kweli, yani mwenye kuhama kikweli kweli. Tumesema kuhama haqqan ni kule kuhama kwa ajili ya Allah, mtu akahama kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kujifundisha dini, kwa ajili ya kudhihirisha dini, kwa ajili ya kuhifadhi dini, huyo ndo muhajiran haqqan, huyo ndo aliyehama kiu kweli kweli. Kwa hiyo wengine muallif anasema walaisa wahidun minhuma bimuhajirin, na hakuna kati ya hao mmoja kati ya hao mwenye kuhama kweli kweli. Wa fi qawlihi, na katika kauli yake, fi qawluhu, na katika kauli yake mtume, ila ma hajara ilaihi, ni kwa kile alichokiamia. Tahqirun lima talabahu, ni kwa kukidhalilisha kile kinachotafutwa, kile anachokitafuta mtu. Min amri dunia, katika mambo ya dunia. Wastihanatun bihi, na kukidharau. Haithu lam yadhkuruhu bilafdhi, pale ambapo mtume alikosa kuitaja kwa lafdhi yake. Ukiangalia katika hadithi mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kwa hiyo mtume akataja ujira pale, yule atakayehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi kunakuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume. Ujira ameutaja, ni shartu wal jazaa mtume ametaja moja kwa moja. Lakini huyu mfano wa pili, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, sharti hilo mtume katika majibu alisema fahijratuhu ila ma hajara ilai, basi malipo yake ni kwa kile alichokiamia. Mtume hakutaja thawabu yake kwa sababu ni jambo ambalo mtume amelidhalilisha, jambo ambalo mtume amelidharau. Mtu akahama tu hivi hivi kwa ajili ya kuitafuta dunia.
Kisha anaendelea mpaka haithu lam yadhkuruhu bilafdhi, kwa upande ambao mtume hakuitaja kwa tamko lake. Mtume hakutaja kabisa katika ile tamko lake. Wa aidan falhijratu ila Allahi wa rasulihi wahidan, na vile vile kuhama kwa ajili ya Allah na mtume wake ni kumoja. Fala taadduda fiha, hakuna idadi kwa hilo. Falidhalika aada aljawaba fiha bilafdhi sharti, kwa ajili ya hiyo mtume akarudia jawabu katika hilo kwa tamko la sharti. Ndo pale pale umeona hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu, mtume akarudia ujira katika lafdhi ya sharti, katika tamko la sharti mtume akarudia, sababu kuhama kwa ajili ya Allah ni kumoja katika ni kuhifadhi dini tu. Kuhama kwa ajili ya Allah, hakuna nia nyingine ya kuhama kwa ajili ya Allah isipokuwa kuhifadhi dini. Ndio maana mtume ile kauli ya sharti akairudia katika kauli ya jaza, malipo. Wal hijratu li umuri dunya la tanhasir, na kuhama kwa ajili ya mambo ya dunia kufungiki ama kudhibitiki. Faqad yuhajiru al-insanu li talabi dunya mubahatan, huenda mtu akahama mwanadamu katika kuitafuta dunia mubah, taratan muharraman ukhra, na wakati mwingine ukawa ni haramu. Fa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir, na kimoja kimoja kwa vile vinavyokusudiwa mtu akahama kutokamana na mambo ya dunia, la tanhasir, ndio tunasema havidhibitiki kwa sababu ni vingi. Mtu atahama kwa ajili ya mambo mengi. Mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kununua nguo, mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kuisoma dunia, mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kununua marashi, mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kuoa mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kununua kile, mtu anaweza hama kwa ajili ya kucheza mpira, mtu anaweza hama kwa ajili ya kwenda kwenye muziki. Yani hakudhibitiki kuhama kwa ajili ya dunia, kuna kwenda na mambo mengi. Falidhalika qal, na kwa hilo mtume akasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa hicho alichokiamia, yani kaina ma kana, vovote itakavyokuwa, kwa sababu mambo mengi kwa kuhama kwa ajili ya dunia kuna mambo mengi. Qala Ibn Rajab, amesema Ibn Rajab, waqad ishtahara anna qiswata muhajiri ummi Qais, na kumekuwa mashuhuri kile kisa cha Qais, kwa sababu baadhi ya maulama wanasema hii hadith ya hijra hii inatokana na kisa cha muhajir Qais, na tutaelezea hadithi hiyo. Hiya kanat sababa qawlihi nabii sallallahu alayhi wasallam, ndio sababu hiyo ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha, yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili aipate au mwanamke amuoe. Wa dhakara dhalika kathirun min almutaakhirin fi kutubihim, wametaja hivyo wengi katika mutaakhirin, ni wanavyuoni hawa wa karibu kati ya kiandika Ibn Rajab, mutakaddimin au waliotangulia mutaakhirin, wale waliokaribia au waliokuwepo wakati wake, kisema katika vitabu vyao, walam nara lidhalika aslan biisnadin yasihu, anasema hatujaona asili ya hilo kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Wallahu a'lam, anafunga maneno yake, anasema wana Allah ndiye mjuzi. Kisa cha Qais kinakuja katika hadithi, nadhani ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Qais, kulikuwa na mtu miongoni mwetu aliyeposa mwanamke anaitwa Qais. Kisha anasema faabat an tatazawajahu hatta yuhajir, mwanamke huyo alikataa kuolewa na yeye mpaka afanye hijra. Kumbuka ni wakati Waislamu wanahama kwenda kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya kuilinda dini, lakini huyu mtu anaitwa Muhajir Qais, huyu mtu yeye kamposa mwanamke. Kisha yule mwanamke akamwambia, mimi sitokubali kuolewa na wewe mpaka ufanye hijra, kwa sababu mimi naenda Madina. Unaona? Kisha fahajara, huyu jamaa akahama, fatazawajaha, kisha akamuoa. Fakunna nusamihi muhajira ummi Qaisin, hivyo tulikuwa tukimuita muhajir Qais, yani muhamiaji wa Qais. Unaona, huyu mtu kisa
akijadhibiti, lakini tukielezea huyu mtu yeye alihama, Waislamu walihama kwa ajili ya kuilinda dini, lakini huyu mtu alihama kwa sababu kaekewa sharti na mwanamke, wewe kunioa mimi mpaka ufanye hijra, sababu mimi nahama. Sasa huyu jamaa kahama kwa ajili ya kumuoa yule mwanamke, ndo sababu ya Mtume kutumia kauli ile. Hawa wengine watalipwa kwa ajili ya kuilinda dini, huyu atalipwa kwa ajili ya kile alichokihamia ambacho ilikuwa ni mwanamke amuoe. Hiyo Ibn Rajab katika kitabu chake anasema hatujaona asili ya hilo kwa isnadi ya sihu, isnadi ambayo imekuwa sahihi. Wallahu aalam. An-niyatu mahalluha al-qalb, nia mahali kwake ni moyoni, nia mahali kwake ni moyoni. Watalaffudh biha bid'a, na kuitamkania ni uzushi. Tamkania ni uzushi. Kuna baadhi ya madhhab wanaona kwamba yustahab. Twende na maneno ya muallif, an-niyya mahalluha al-qalb, nia mahali kwake ni moyoni. Watalaffudh biha bid'a, ndio unaona baadhi ya misikiti katika Ramadhan, imam baada ya salatu al-isha naamka anaanza nawaitu saumu ghadan an adain min yawmi faradhi shahri Ramadhan hadhihi sana faradhan alayya imana wa iktisaba lillahi ta'ala, mpaka mwisho. Yani anakuwa anakaririshwa maneno, mtu anakwenda msikitini kukaririshwa maneno, kesho aendelee na saumu yake, na wanaamini kwamba saumu haitosimama isipokuwa kwa maneno hayo, na kwa nia haijasimama. Baadhi ya watu katika swala unawasikia nawaitu usalli faradhu salati dhuhri 4 rak'atin lillahi ta'ala ma'muman, kisha Allahu akbar. Sisi tunasema watalaffudhu biha bid'a, na kuitamkania ni uzushi. Fala yajuzu talaffudhu biniyya fi ayi qurbatin min qurabi, wala haifai kuitamkania katika ibada yoyote miongoni mwa ibada, illa fil haji wal umra, isipokuwa katika haji na umra. Falahu an yusammia fi talbiyatihi ma nawahu, kwa sababu kuna kuitaja katika talbia yake kile anachokinuia. Min qirani, hizi ni aina za haji. Qirani kuambatanisha haji na umra, au ifradi. Ifradi tunajua mtu anapokesha haji peke yake, au tamattu, au mtu akafanya umra kisha akahirimia hija, fa yaqulu labbaika umratan wa hajjan, au labbaika hajjan, au labbaika umra. Mtu ana ile kauli, kuna kile mtu anachokifanya, ima ni haji na umra, au ni umra peke yake. Anasema lithubuti sunnati fi dhalika duna ghairi, kwa sababu sunna, kuna dalili katika sunna, kumethibiti sunna kwa hilo kando na mengine yote, hakujathibiti katika sunna mengine yote. Kwa hiyo tunasema kutamka nia, kama vile tulivyosema niyatu hiya qasd, nia ni kusudio, na kusudio linabaki katika moyo, sio kulitamka likaonekana kwamba likitamkwa ndo kusudio. La, ilio katika moyo ni kusudio. Ukaamka ukaenda ukatia udhu, umesikia adhana ya dhuhuri, kusudio lako la kutia udhu ni kwenda kusali dhuhuri na mengineo katika hilo. Kwa hiyo tunaendelea, tunamalizia, hadithi imefika mwisho. Sasa anakusanya mimma yustafadu min alhadith, kwa yale ambayo tumeyachukua yale ya kufaida katika hadithi. Yani kwanza, faida ya kwanza, annahu la amala illa biniyya, kwamba hakika mambo yalivyo hakuna kitendo isipokuwa kwa nia. Mtu akafanya kitendo bila nia, inakuwa kitendo hiko kinakuwa ni batili. Yeye kabahatisha tu, hajamkusudia Allah, fanya mambo yake. Matendo ya ada inakuwa haina ujira yani kwa Allah. Mtu yeye kala kwa sababu lazima hali, kuna mazoea ya kula na nia ya chochote, na kwa kulaji ule hauna thawabu wala hauna madhambi. Lakini mtu atakapokula, kama vile tulivyopeana mifano huko nyuma, mtu atakapokula kwa ajili ya nguvu ya kumwabudu Allah, mtu anapata thawabu kwa kusudio lake lile. Kwa hiyo anaendelea, anasema la pili, katika faida ya pili hadithi hii, anna al-a'malu mu'tabaratun biniyatiha, kwamba amali huzingatiwa nia yake. Amali inazingatia nia yake, kama tulivyopeana kwa mfano
watu wawili wamehama, mmoja ni kwa ajili ya dini, mwingine ni kwa ajili ya dunia, wanalipwa kwa ajili ya kile walichokihamia. Wa ajili ya dini analipwa kwa sababu yeye kahama ila Allahi wa rasulihi qasdan wa niyya, analipwa ujira wake unakuwa ila Allahi wa rasulihi hukman wa shar'an wa hukman, tunasema thawaban wa ajran, kwa ajili ya hilo. Atakayehama kwa ajili ya dunia analipwa kwa kile alichokihamia. Ya tatu anasema anna thawaba al-amili, kwamba kupata thawabu kwa mtendaji, ala amalihi, juu ya kitendo chake kile, ala hasabi niyatihi, ni juu ya nia yake. Kulipwa mtu kwa matendo kunaegemea nia yake. Ya nne anasema darbul alimi al-amthala litawdihi wal bayan, mwanazuoni kupiga mfano kwa ajili ya kuweka wazi na kubainisha. Huu ni mfano katika hadithi ambao Mtume ameutumia, na ndio wanawavioni wanakwenda na mifano hii. Yani mtu atakapofundisha jambo baadaye anapeana mfano. Kwa hiyo miongoni mwa faida za hii hadithi ni faida ya mwanachuoni anapotaka kufundisha jambo, kalisema jambo kisha baadaye anapeana mifano. Kwa hiyo ndio faida ya nne. Faida ya tano, fadhlul hijrati litamthili nabii sallallahu alayhi wasallam biha, ubora wa hijra, fadhila za hijra kwa mifano ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam itoa kwayo. Wakad jaa fi sahihi Muslim wa kharajahu Ahmad fi musnad wa qawlu mahquq kisha akaendelea akataja ile hadith, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu, Uislamu unaporomosha yaliyokuwepo kabla ya Uislamu, wa anna al-hijrata, na hakika ya kuhama, yahdimu ma kana qablaha, unaporomosha yaliyokuwa kabla yake. Kwa sababu tumesema hijra shar'an, tukapiana maana ya hijra kisheria, tukasema tarku ma yakrahu Allahu wa yabahu, kuacha yale ambayo Allah anayachukia na ameyakataza. Kwa hiyo mtu atakapofanya vile ni kwamba kuna poromoka yale matendo ya nyuma yaliokuwa maovu, mtu akatoka katika matendo yake maovu akaenda katika mema, Allah anayabadilisha yale maovu, anayaporomosha. Katika aya Allah anasema anayabadilisha kuwa matendo mema. Wa anna al-hajj, na hakika ya haji, yahdimu ma kana qabla. Je, mnafahamu nyie? Mtume anauliza swali, je, mnafahamu nyie kwamba kuhama ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata yahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla. Je, mnajua nyie kwamba, najua wewe kwamba Uislamu unaporomosha aliyekuwepo kabla ya Uislamu, na hijra unaporomosha aliyekuwepo kabla ya hijra, na haji unaporomosha aliyekuwepo kabla ya haji. Yani umefanya makosa ukahama kutoka kosa lako ukaingia katika khairi, Allah anayafuta yale makosa yako yote uliyofanya. Kwa hiyo ya sita ni kwamba annal insanu, kwamba mwanadamu yujaru au yuzaru au yuhramu bihasabi niyatihi, kwamba mwanadamu anapata ujira au anapata madhambi au hunyimwa mwanadamu kwa sababu ya nia yake. Sababu ya nia, kama tulivyosema, ikiwa nia yake ni nia iliyokuwa sahihi anapata salaha. Ikiwa nia yake ni nia iliyofisidika anapata iqab, anapata madhambi. Ikiwa nia yake ni mubaha anakuwa katika hali ya usawa, yani yeye hapati thawabu wala hapati dhambi kwa kile anachokifanya. Kwa hiyo ya saba, anna al-a'mal, kwamba matendo, bihasabi ma takunu wasilatan lahu, kwa ajili ya kinachokuwepo nyenzo ya kitu hiko. Fakad yakunu shay'un al-mubahu, ikiwa kitu kitakuwa mubah, fi asli, katika asli yake, yakunu ta'atan, kinakuwa ta'a, idha nawa bihi al-insanu khaira, pindi atakaponuia kwa hiyo amali hiyo mwanadamu khairi. Kwa sababu kiasli, kama vile chakula, kiasli kula kunaingia katika mubah, lakini ikiwa mtu atanuia khairi kupitia chakula hiko ni kwamba mtu anapata ujira. Kiasli inakuwa mubah, lakini inageuka lile jambo linakuwa toa ya Allah kwa sababu ya nia.
Hiyo ni mafunzo mengine ambayo tumejifunza katika sharh ya hii hadithi, kwamba huenda jambo likawa mtu akilifanya katika uwasili wake apati thawabu wala apati dhambi, lakini jambo hilo likageuka likawa ni toa kwa Allah na akapata mtu thawabu kwa sababu ya nia yake. Mtu amekula ili apate nguvu ya kumwabudu Allah, huyo mtu anapata ujira kwa Allah. Kadhalika anasema kal akli wa shurbi, akipeana mfano kama vile kula na kunywa, idha nawa bihi taqawiya ala al-ibada, pindi atakaponuia mtu kujitia nguvu kwa ajili ya ibada, inakuwa kula kule ni toa kwa Allah. Kisha ya 8 na ya mwisho, anna al-amala, kwamba kitendo alwahida kimoja, yakunu linsanu ajra, kitendo hiko kimoja anapata mwanadamu kupitia kitendo hiko ujira, wa yakunu linsanin hirmana, na mwanadamu ananyimwa apati kitu kupitia kitendo hiko kimoja. Mfano kuhama, au mfano wa pili swala. Mtu anaenda kuswali, mmoja anaenda kuswali ameielekezea ibada ile Allah, mwingine ameenda kuswali kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba anaswali. Kitendo hiki ni kimoja, lakini mmoja anapata ujira bado katika kitendo hiko, mwingine anakuwa anapata madhambi. Kwa hiyo ni miongoni mwa faida za alizozikusanya muallif yeye, yani miongoni mwa faida yeye alizozikusanya, sababu sio zote. Maneno ya Mtume tumesema ni machache lakini yenye maana pana. Kwa hiyo kwa hili, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.